huduma za Roho Mtakatifu na karama za Roho Mtakatifu siku ya 5. Neno letu la msingi linalotuongoza katika siku hizi za Pentekoste, novena ya Roho Mtakatifu, linatoka Injili ya Yohana sura ya 16 kuanzia aya ya 7 na kuendelea. Neno linasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu ninaenda zangu kwa Baba, wala hamtaniona tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini sasa hamwezi kustahimili hivi sasa. Lakini atakapokuja huyo Roho wa ukweli, atawaongoza na kuwatia katika kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Yohana sura ya 16 aya ya 7 hadi ya 13. Tunaangalia habari za huduma, habari za karama na vile ambavyo vinaletwa na Roho wa Mungu. Kwenye kipande tulichokisoma, Yesu mwenyewe anasema, ni bora mimi niende, kwa sababu nisipokwenda yule Roho hatatumwa kwenu, na kama nikienda nitawapelekeni mimi huyo msaidizi. Na anachosema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa nini kipande hiki ni muhimu sana? Tunahitaji tujue ukweli kuhusu maisha yako, ukweli kuhusu maisha yangu, ukweli kuhusu yale tuliokirimiwa na Mungu. Mnakumbuka tulivyokuwa tukiangalia somo la jana, nafasi na umuhimu wa Roho Mtakatifu, na tulisoma kwenye barua ya Mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 2 aya 12, Paulo akisema, lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Kuna vitu vya kujiuliza. Mungu amekukirimia nini? Ukweli kuhusu wewe ni upi? Ni ukweli waliokuambia wazazi wako, marafiki zako, mazingira? Unajua tuna mambo mengi sana, na kuna hali usipokaa makini watu wanakushusha. Wewe hauwezi, wewe umetokea hapa, huna huo uwezo. There is a truth of you that comes from God. Kuna ukweli kutoka Mungu kuhusu wewe ni upi? Ukweli kuhusu wewe ni upi? Kuhusu vitu Mungu alivyoweka wewe ndani yako. Ndio maana anasema atawaongoza kwenye kweli yote na kuwatia kwenye kweli yote. Maanake hakutakuwa na deception. Angalia dunia yetu kwenye mfumuko wa madhehebu, kulivyo na udanganyifu wa kutisha. What's the truth of your life? Ukweli kuhusu wewe, ukweli kuhusu vitu ambavyo Mungu ameweka kwako, ili watu wengine tusikuwekee ukuta. Tunamhitaji huyo Roho. Atawaongoza na kuwatia kwenye kweli yote. Yeye atanitukuza mimi, na atatoa
yaliyo yangu na kuwapasha habari. Hata nena kwa shauri lake, ni roho wa ukweli. Ikitokea mtu ameishi nje ya huyu roho, maisha mengi yanakuwa ni yale yenye deception, yenye uongo na ambayo hayana kweli. Tunahitaji tujue ukweli kuhusu wewe, ukweli kuhusu maisha yako, ukweli kuhusu karama na vitu ambavyo Mungu amewekeza kwako. Ukweli huo ni upi? We need to know that truth, the truth of your life, vitu ambavyo Mungu aliweka kwako. Na kwa nini hili ni muhimu sana? Ili tusiishi maisha ya kubahatisha, maisha ya kuguess. Unajua, kama kubeti hivi, Mungu alinipa hiki. Ni wale watu ambao hatujui tunaelekea wapi. What exactly the creator, Mungu alichoweka kwako, tunahitaji tujue. Na ni kazi ya Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu, ndiye anayetuongoza kwenye ukweli. Kwenye Injili ya Yohani sura ya 17 aya 17, neno linasema, uwatie kwenye kweli yote, neno lako ndiyo kweli. Uwaongoze kwenye kweli yote, neno lako ndiyo kweli. Guide them to the truth, thy word is the truth. Ukweli kuhusu wewe, karama na vitu Mungu alivyoweka ndani yako. Na kwa sababu hiyo, kwa kujua ukweli huu, tunahitaji sana kupata upana wa kumjua huyu Roho wa Mungu, wa kujazwa na huyu Roho wa Mungu, kiu ya kumtamani Roho wa Mungu. Lazima kuwa na hiyo kiu wa kujazwa habari za Roho. Na ni kati ya vitu ambavyo Yesu alipaza sauti. Yohani anasema kwenye Injili ya Yohani sura ya 7 aya ya 37 hadi 39. Kuna kitu cha ajabu sana Yesu alisema. Maandiko anasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminiaye mimi, kama maandiko yanavyosema, mito ya maji itatoka ndani yake. Na neno hili alilisema kwa shauri ya Roho ambaye wale wamwaminiao watampokea baadaye, maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Lakini Yesu alianza kuliongelea hilo neno wazi, kila aliye na kiu aje kwangu, kuna mito ya maji itabubujika ndani yake. Tutakapokuja kuangalia kwenye karama za kunena, kuugua, hivyo vitu viko ndani yake. Ndio hicho Yesu alikuwa anasema, mito ya maji iliyo hai itabubujika kutoka ndani yako. It's amazing story kuhusu Roho wa Mungu. Na kama Yesu he cried out, alipaza sauti yake, aliye na kiu aje. Ni muhimu katengeneza kiu. Ukweli kuhusu wewe anaujua Mungu. Ukweli kuhusu karama, vitu ambavyo Mungu aliweka ndani yako, anavijua Roho wa Mungu. Na anayevijua kwenye hilo folder ya vitu ulivyoandikiwa na vikawekwa ndani yako, alivyo navyo ni nani? Ni Roho wa Mungu. We need that portion. Unamhitaji Mungu akujaze ndani yako like the vehicle, na kama chombo kilichombeba Roho ndani yake. Ukweli kuhusu karama ya Mungu ni nini kwako? Karama gani Mungu aliyokupa na unajua exactly, Mungu alinipa hiki. Sio vitu vya kugesi, ni nadhani au mtu akwambie, kwa sababu sio mtu aliweka kwako, ama huyo ama yule. Ni package kutoka Mungu kwako wewe na kwenye maisha yako. Mungu aliweka nini ndani yako? Investment aliyoweka Mungu, Roho wa Mungu ndani yako. Unataka kuzijua. Unatakiwa kuzijua. Na kwa sababu hiyo, kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12,
tutaingia kwenye eneo hilo. Ni vitu vya ajabu sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, tutaanza hapo kidogo kidogo, hasa kwenye karama, kwenye nguvu, kwenye uweza, kwenye matunda. Tutajaribu kuyaangalia na kuyafafanua. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kwa ni kitu ambacho Paulo baada ya kupigwa na ile nuru na neema Mungu aliyompa, anatamani na sisi tujue kwa habari za karama za Roho. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kwa kufuata sanamu zisizo nena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kuwa hakuna mtu anenaye ya kuwa Roho wa Mungu na kusema Yesu alaaniwe, wala hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Anayetuwezesha kumtambua na kumkiri ni huyo Roho, na huu kweli anauleta yeye. Mstari wa 4, ukweli wa Mungu na karama na huduma za huyo Roho. Mstari wa 4 anaanza kueleza jambo la ajabu sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 4, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, karama za Roho Mtakatifu na huduma zake, bali Bwana ni yeye yule. Mstari wa 6, kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yule atendaye kazi zote katika wote. Lazima tuwe na intelligence ya rohoni ya kujua aina ya roho, karama na huduma alizoweka ndani yako. Unatakiwa ujue more personally the gifts, the ministry, huduma, karama na vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yako. Ndiyo hiyo Yesu akasema kwenye Injili ya Yohani kwamba atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote na atawatia kwenye kweli yote. Kuna ukweli unaotakiwa kujua kuhusu wewe, juu ya maisha yako, juu ya wito wako, juu ya karama yako, juu ya vitu ambavyo Mungu aliweka kwako. Mungu aliweka nini? Mungu amewekeza nini? Karama aliyoweka ndani yako, uwezo Mungu aliyoweka ndani yako ni wa namna gani? Kwa nini? Ili tusichukuliwe na upepo wa mataifa. Mtu yeyote asiyejua ukweli kuhusu wewe, kuhusu imani, kuhusu kanisa, ni rahisi kuyumba huku na kule, na watu wengi wanayumba ni kwa sababu hawakujua huu ukweli kuhusu wao na vitu ambavyo Mungu aliweka kwao. Mnakumbuka tumesoma kwa Paulo umuhimu na faida kwamba, na ameeleza kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya 12, Paulo akisema, hamkupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Ndio haya sasa, pana tofauti kwamba Mungu alikupa nini wewe, amenipa nini mimi, amempa yule nini, ili tusigongane kama mwili wa Kristo, tukamilishane, to perfect that body of Christ, kukamilisha na kujenga mwili wa Kristo. Mungu aliweka nini kwako? Do you know? So swala la mtu amekwambia, it's more than you need to know. Na ni hatari sana kuishi kipofu, blindly, without knowing what exactly the Creator invested in you. Mungu ameweka nini ndani yako, vitu ambavyo Mungu ameweka kwako. Ndio hii sasa, pana tofauti, lakini Roho ni yule yule. Kuna mlolongo wa ajabu tutaanza kuupitia, kuuchambua. Sasa hivi tutaanza kuingia ndani kwa undani kabisa kuhusu karama, kuhusu neema, kuhusu huduma na vitu ambavyo Roho wa Mungu ameweka ndani yetu. Tofauti ya hizo karama za kunena,
huduma, neno la maarifa na mchanganuo wake kwa marefu na kwa mapana. Tunahitaji tulitambue hilo. Na ukishajua kitu ambacho Mungu ameweka kwako, hata kama watu wakisemaje, kwa sababu ndio maana tunahitaji kusali. Ni siku za novena, siku za kusali, ikiwezekana za kufunga. Nirudie tena, ikiwezekana za kufunga, hasa wale ambao tunatembea kwenye vilema, kuipenda dunia, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima havitokani na Baba. You need to fast. Ukiweza kufunga, funga. Wapendwa, ni wakati wa kuomba. Tuna ule wimbo wa sikwensia wa kumwalika Roho na nyimbo nyingi sana za Roho Mtakatifu. Ni wakati wa kumwalika tutakase. Roho atutakase, afungue macho yetu tuweze kuona na kujua aina za karama na huduma ambazo Mungu ameweka kwa kila mmoja wetu. Kwenye kuomba, Paulo akisema hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho hutusaidia udhaifu wetu, maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikotamkika. Hasa kama sio mtu wa rohoni, kwake ni upuuzi. Ndio hiyo aliyosema. Ndio huyo anayetufanya kuwa mtu wa rohoni. Hatukuitwa tuwe mtu wa mwilini. Kuwa mtu wa mwilini ni hatari sana. We need to be a spiritual person, a spirit man, a spirit creature, mtu wa rohoni, na ni Roho anayetusaidia. Ni wakati wa novena, ni wakati wa kuomba hiyo nguvu. Please, naomba focus, get that focus into the Spirit of God, wa Roho wa Mungu. Atufungue, atutakase na atupe nguvu yake. Ukiweza, weka muda wako wa kusali, muda wa kuomba, muda wa kumwimbia Roho Mtakatifu. Nafanya hili kutoka kwenye moyo wako. Maanisha kama kweli unataka kugeuka. Usifanye tu kutoka mdomoni, lakini litoke kwenye mtima wa moyo wako. Ni siku yetu ya 5, ni siku tunayotafakari Roho aliweka nini, vitu gani Mungu alivyoweka kwako, ukweli kuhusu karama na huduma ambayo Mungu ameweka kwako, vitu ambavyo Mungu ameweka kwako, ukweli kuhusu maisha yako, ukweli kuhusu wito wako. Je, tutakuona yule mtu original aliyejaa neema, aliyejaa utukufu na aliyejaa huo uweza wa Roho Mtakatifu? Je, tutaweza kumwona? Ni muda wa kuomba, muda wa kutafakari. Chukua pia muda kutafakari. Kaa ule muda wa ukimya. Weka mikono yako mbele, tafakari. Weka simu pembeni, weka vitu pembeni. Hasa hizi siku za Pentekoste, kuna vitu unatakiwa ujue kuhusu wewe na kuhusu Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.